happened. When? During the battle. Bwana, hii ni movie ya 2026 inaitwa The Outpost, ambayo inasimulia kisa cha kusisimua na cha kusikitisha sana ambacho ni cha kishujaa kuhusu siku ngumu ya jeshi la Marekani katika moja ya vituo hatari zaidi kuwahi kuanzishwa wakati wa vita vya Afghanistan. Bwana, kilichojulikana kama The Combat Outpost, hichi ni kituo ambacho kiliwekwa katika bonde mbali na lilozungukwa na milima mirefu na mikali huko Kamdesh, karibu kabisa na mpaka wa Pakistani. Bwana, lengo likiwa ni kuzuia njia za usambazaji wa silaha za wapiganaji wa Taliban na kuanzisha uhusiano wa jamii na wenyeji kupitia miradi ya maendeleo. Na hata hivyo, tangu kuanzishwa kwake, bwana, mpango huu ulikuwa na kasoro kubwa za kiufundi na kijeshi, kwa sababu eneo lenyewe lilikuwa kama mtego wa panya, ambapo kituo kilikuwa chini kabisa kwenye kina cha bonde wakati milima yote ikizungukwa. Bwana, ilikuwa ni chini ya udhibiti wa adui, jambo ambalo liliwafanya askari waliokuwepo humo kuwa kwenye hatari ya kudumu ya kushambuliwa kutoka juu wakati wowote ule, bila ya kuwa na nafasi nzuri ya kujiami ama kujificha. Bwana, maisha ya kila siku ndani ya Combat Outpost yalikuwa na mateso na hofu kubwa sana, ikichanganyikana na hisia za kutekelezwa au za kutelekezwa na uongozi wa juu wa kijeshi. Askari waliokuwa zamu katika kituo hiki walijikuta wakipambana na hali ngumu ya mazingira, ukosefu wa vifaa vya kutosha na mashambulizi ya kushtukiza ya kila siku ya mizinga pamoja na risasi kutoka kwa wapambanaji wa Talibani waliokuwa wakijificha kwenye milima ya juu kabisa, ambapo kila siku kukicha kulikuwa na mitihani mipya ya kuishi, huku askari wakijua fika kwamba walikuwa wamezungukwa na maelfu ya maadui waliokuwa wakiwajua vizuri sana kuliko wao wenyewe walivyojua eneo lile. Hali hii ya hatari ya kudumu ilidumu mshikamano mkubwa na undugu wa dhati kati ya askari hao, kwani walitambua kwamba msaada wao pekee ulikuwa ni wao kwa wao, jambo lililofanya wajenge ujasiri wa ajabu sana, licha ya kufahamu kuwa kituo kile kilikuwa kinakabiliwa na hukumu ya kifo inayoongoja kutekelezwa. Bwana, hali ilizidi kuwa mbaya zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda na uongozi wa kijeshi ulipoanza kupokea taarifa za siri kwamba mashambulizi makubwa yalikuwa yanapangwa kufanywa na Taliban ili kufuta kabisa kituo hicho kwenye ramani. Wakubwa wa jeshi walitambua mapungufu ya kimkakati ya kituo hicho na walikuwa tayari wameanza mchakato wa polepole wa kukifunga na kukihamisha askari katika maeneo mengine salama zaidi. Bwana, hata hivyo, mchakato huu ulikuwa wa kusuasua kutokana na ugumu wa vifaa vya usafirishaji na changamoto za kijiografia za bonde lile, jambo ambalo liliwapa nafasi finyu sana ya kuondoka kabla ya dhoruba kubwa haijawafikia. Bwana, maafisa waliokuwa wakisimamia kituo hicho walijaribu kufanya kila wawezalo kuimarisha ulinzi mdogo uliokuwepo, lakini walikuwa wakipambana na wakati ambao ni mgumu sana, kwa sababu kulikuwa na kasi isiyo ya kawaida, huku mawingu ya vita yakiwa yametanda angani mwa Kamdesh. Bwana, alfajiri ya Oktoba 3, 2009 ndipo tukio kubwa na la kutisha lililotabiliwa lilitokea, ambapo mamia ya wapiganaji wa Talibani walivamia kituo hicho kwa mpangilio maalum wa kijeshi na kwa kutumia silaha nzito za kila aina. Shambulizo hilo lilianza ghafla kwa mvua kubwa ya risasi, mabomu ya kurusha kwa mikono na mizinga iliyokuwa ikipigwa kutoka kwenye vilele vyote vya mlima iliyozungukwa kituo hicho. Bwana, jambo ambalo liliwashangaza na kuwakuta askari wa Marekani wakiwa bado kwenye usingizi mzito au wakijiandaa na majukumu ya asubuhi ndani ya sekunde chache. Mfumo wa mawasiliano wa kituo hicho uliharibiwa vibaya sana. Ngome kuu ilianza kuteketezwa kwa moto mkubwa uliotokana na mabomu ya kurusha kwa mikono, na askari waliojikuta wako katika mazingira ya kuchanganyikiwa kabisa, bila kujua ni wapi pa kuelekea au ni nani wa kumwamini katika lile vumbi la giza la mapambano makali. Bwana, katika mazingira hayo ya hofu na machafuko makubwa, ushujaa wa pekee ulianza kujitokeza kutoka kwa askari wadogo waliokataa kukata tamaa na kuamua kupambana hadi pumzi yao ya mwisho ili kuokoa maisha ya wenzao. Askari kama Specialist
Clinton ambaye walichukua jukumu la kuongoza mapambano hayo magumu kabisa, wakiluka kutoka kwenye sehemu moja hadi nyingine katikati ya mvua ya risasi ili kuokoa majeruhi, kugawana risasi na kurudisha mapambano kwa adui aliyekuwa anazidi kuingia ndani ya ngome hiyo. Bwana, licha ya kituo hicho kuteketezwa kwa risasi fulani na mifumo ya usaidizi ya hilo, hali ya ujasiri wa vijana hao haukuonyesha dalili zozote za kuporomoka, bali uliimarika zaidi kadri hali ilivyozidi kuwa mbaya, na ndipo sura halisi ya udugu wa kijeshi ilipojitokeza wazi kwa vitendo. Bwana, mapigano hayo yaliendelea kwa saa kadhaa mfululizo, huku kukiwa na mashambulizi ya pande zote mbili na kusababisha uharibifu mkubwa sana wa mali na vitu vya baadhi ya askari walikuwa wakitetea eneo lile kwa moyo wote. Bwana, kikosi cha anga cha Marekani kilipofika hatimaye kutoa msaada wa ndege za kivita na helikopta za kushambulia, hali ilianza kubadilika na kuwapa aweni askari walikuwa wamesalia ambao walikuwa wamechoka na kujeruhiwa vibaya miili yao. Ndege hizo zilianza kurusha mabomu mazito kwenye ngome ya Taliban zilizokuwa juu ya milima, jambo ambalo liliwalazimu wapiganaji hao kuanza kurudi nyuma na kukimbia kwenye maficho yao baada ya kupata pigo kubwa kutoka kwa nguvu za anga. Bwana, hata hivyo ushindi huo ulikuwa na gharama kubwa sana, kwani ulipatikana kwa damu nyingi, machozi na kupoteza maisha ya mashujaa kadhaa waliotoa muhanga uhai wao kwa ajili ya wenzao. Bwana, baada ya vumbi la vita kutulia na wapiganaji wa Taliban kusambaratishwa, madhara ya vituo hicho ilikuwa ya kusikitisha sana, kwani kilibakiwa na magofu matupu yaliyoteketezwa kwa moto na damu iliyopatikana kila kona ya ngome hiyo. Bwana, tathmini ya haraka ya mapigano hayo ilionyeshwa hasara kubwa ya maisha ya askari wa Marekani na majeruhi wengi walikuwa na ulemavu wa kudumu wa miili na wa kisaikolojia kutokana na ukatili wa tukio lile, ambapo serikali ya Marekani na jeshi lake vilitambua ukubwa wa ushujaa ulioonyeshwa na vijana hao katika siku hiyo ngumu ya mapambano. Bwana, napenda nikukuacha nikisema kwamba hii ni movie kali, The Outpost, bonge moja la movie ambalo lishatoka 2026, hii ya pili sasa ambayo ishatoka, na hii ni historia fupi ambayo nimekupa, au sio? Itafute movie, hakika utaenjoy sana. Bwana, napenda nikuacha nikisema kwamba hii ni Chad the Storyteller. Jina langu naitwa Chad the best presenter in town, na hii ni mnyama OG, mzee wa movie.